Chum TV. Furaha kiganjani. Wafanyakazi wote wa taasisi yangu kwa maana ya Baraza la Mji Magharibi A tumeshirikiana kwa pamoja kuja kufanya usafi katika kituo cha mabasi Chuini. Utaratibu huu kama nilivyoahidi utakuwa ni wa kawaida na wa kila siku. Lakini lengo langu ni kuambia wananchi kwamba swala la usafi ni swala letu sote, na sisi kama taasisi tumeshaanza kuandaa mikakati ya kuhakikisha mwananchi yoyote ambaye tutakayemuona anatupa taka katika eneo silo lililoruhusiwa kisheria, basi hatua kali za kisheria tutaweza kumchukulia. Lakini pia niwaombe sana watumiaji wa kituo hiki waache kuruhusu wafanyabiashara ambao wanakuja wakifanya biashara katika eneo hili. Inawezekana ikawa kuna baadhi ya watu wanafanya biashara ya machungwa, wanafanya biashara ya samaki, alafu wanatutafulia kituo chetu na baadaye wanaondoka bila kusafisha taka zao. Hilo jambo huweza kuliondosha, halihitaji tu wafanyakazi wa baraza letu la manispaa la Magharibi A, lakini linahitaji ushirikiano wa pamoja baina ya watumiaji wa kituo hiki, kwa maana kwamba matingo, madereva, lakini pia na wananchi wanaokaa katika eneo hili. Lakini jambo jingine niseme kwamba kumekuwa na utaratibu wa wafanyabiashara wenye vigari vidogo kufanya biashara zao pembezoni mwa barabara. Tuna mkakati mahususi wa kuyaondosha matatizo hayo. Lakini mwisho niwaambie wananchi, ukituletea picha mjongeo ambayo inamuonesha mtu anatupa taka katika eneo letu la manispaa ya Magharibi A, kuna zawadi kubwa ambayo tumeiandaa kwa ajili ya wewe ambaye umetuletea picha hiyo, kwa sababu tunataka tutengeneze mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba waharibifu wote wa mazingira, ikiwa ni watupaji wa taka ovyo, tunachukulia hatua za kisheria. Cha kwanza tungeomba ili jaa hapa liondoke, kwa sababu sio sehemu sahihi ya kuweka jaa hapa, kwa sababu hapa ni eneo la watu. Muda mwingi watu wanapita na kuondoka, na kuna baadhi ya siku magari yanaharibika, yanachukua muda kuja kuchukua taka. Kwa kipindi cha nyuma hapa inafika mpaka wiki taka hazijachukuliwa. Kwa hiyo zinarundikana hapa mpaka zinaleta harufu. Kwa kweli zinakuwa zinakera hapa. Kwa hiyo tungeomba tu ili jaa, kama kuna uwezekano kuweka jaa katika sehemu hii, basi hata ningekwenda upande wa pili kule ambako hakuna mzunguko wa watu yani. Ingekuwa kidogo inasaidia, lakini kwa hapa kidogo inaleta shida. Wito naambia tumeje kituo tuweke mazingira mazuri. Mtu anaponunua kitu chake chochote kile, basi ahifadhi kitu chake alichonunua ili asitupe ovyo, ili kuweka mazingira sawa katika eneo letu hili la stendi. Na pia ningeomba manispaa itafute madampu yani yale ya kuwekea taka. Japo maeneo matatu yawepo hapa stendi, ili mtu akinunua kitu katumia kala aweze kutia chupa mle kwenye stendi ili kuondoa uchafu na kuweka usafi katika eneo letu la stendi. Mazingira haya tatizo lake kubwa miundombinu ya kufanyia biashara. Unakuta wengine kama hivi biashara ndogo ndogo hizi za matunda haitakiwi wamwage chini. Wanatakiwa watafutiwe mazingira ambayo ya kuweka juu, ambayo kwenye meza au aidha kwenye sehemu ambayo maalum, hapa ndio mtakuwa mnafanya biashara hapa. Lakini hapa sasa imekuwa sio sehemu maalum ya kufanya biashara, ila tu kwa kuwa matatizo ya kutafuta pesa ndio hivyo watu kama wamevamia tu. Lakini sio sehemu maalum ya kuweka vitu kama vya matunda kuweka chini kama hivi, hata mazingira ya kiusafi hayafai. Hilo swala ni kweli, siwezi kulipinga. Hilo ni kweli kwa sababu tayari watu washakaa na wanafanya biashara, huwezi kukataa. Na kitu kinaonekana kabisa, mtu anakuja na mandizi, maembe, matunda madogo madogo. Kwa hiyo yale matenga anaokuja nayo kishafumua lazima asabae matakataka. Hiyo haiwezekaniki kwa eti usafi ukafanyika vizuri. Hapa cha kufanyika miundombinu tu, watu wakusanywe wawekwe sehemu moja ambayo hapa ndo watakaa wafanye biashara ambapo panapotajika. Kwenye hali ya mazingira hapa Bubu kwa Nyaya au Chuini, kifupi ni si nzuri sana, haiko kwenye hali ya kuridhisha. Unakutia mtu anakunywa juisi, akishamaliza anatupa chupa tu kwenye misingi. Kwa hiyo ile hali inaendelea kuwa maji yakipita anakwama. Unakutia hata wasafishaji wanapokuja wakishamaliza kusafisha, siku wapima kutia mtu pengine kisha tupa taka, mapolo ya taka unakuta yamo mule yamekaa tu.
Kiukweli inakuwa hali ya mazingira kwenye kituo chetu inakuwa sio nzuri. Kiufupi, hii hatua sasa hivi ifike wakati watu wachukulie hatua kutokana na mabadiliko kwa sasa. Kuna uwezekano mkubwa taka hizi ya kuleta maradhi ambayo tukasema hatujui maradhi yametoka wapi, kwa yanatokana na hizi taka ambazo zinakaa hapa, zinakuwa zinatuathiri sisi wenyewe tu. Kwa kweli atakayeonekana anatupa taka achukulie hatua za kisheria.